Kilifi hamjambo? Watu wa Vipingo mambo? Salamu alaikum. Mungu yu mwema na kila wakati. Sasa mimi nataka kuambia, sasa zaidi ya siku yoyote nyingine, kwa nini sisi wana ODM tumeamua tutafanya kazi pamoja na William Samoei Ruto. Nisikizeni kwa makini. Kwa nini sasa zaidi ya siku yoyote nyingine? Kama kulikuwa na wale walikuwa na tashwishi, leo ni siku ya kuweza kutoa yale ambayo kwamba yalikuwa yamebaki ndani ya masikio. Mutoe zile taka, muyasikize ukweli wa maneno. Hivi juzi Rais William Samoei Ruto, na mimi nitaomba wale handlers wake wa media wakiwa wanamtegezea zile speech zake Kiingereza mingi, saa nyingine wale wabaya wanakuja kutuambia mambo mengine. Lakini sasa mimi nikaamua kuchukua kamusi, nikasema niangalie katika hii kamusi maneno gani William Samoei Ruto alizungumza juzi yakawa ni wenye kuwaudhi baadhi ya watu katika Kenya hii. Ni lipi ambalo alozungumza William Samoei Ruto likawa ni wenye kutia bugdha katika baadhi ya watu wenye kujifanya wanajiita viongozi katika Kenya hii? Nisikizeni kwa makini. Mwenye kalamu na karatasi aandike, mwenye simu arekodi yale maneno na waambia, kisha muregee nyuma muulizane ni lipi kosa William Samoei Ruto alozungumza. Kwanza, amesema sasa ni wakati tuweze kuongea sote, sio mmoja aongelee kwa niaba ya wengine. Hili limewaudhi watu. Amesema ni lazima tukiwa tunaongea tujiulize pahali tulipotoka ni wapi, ili tujue pahali tunapoelekea. Hii nchi imeweza kuchomeka kwa sababu ya mambo ya ukabila. Hii nchi imeweza kuwa na kidonda kwa sababu ya mambo ya uchafu na lugha ya ukabila. Alipozungumza hili ya kuwa ni sawa watu waweze kuwa kitu kimoja, tuongee kama Wakenya, kisha akaongeza jambo pale katika speech yake. Akasema ya kuwa tuongee kama Wakenya licha ya kuwa ni Mkenya, umetoka kutoka sehemu gani, tabaka yako ni ipi, wewe kama Mkenya uwe na haki ya kuwa kufika katika kilele bila ya kuwa wewe umetoka katika sehemu fulani ama sehemu nyingine. Hili jambo limewaudhi hawa waungwana wetu. Limewaudhi ya kwa sasa tunaongea ya kwa ni lazima tuweke kikao chini, tukiongea tuanze kuongea masala ya elimu. Tukiwa tunaongea elimu tuweze kujiuliza pahali tulipotoka ni wapi na tunataka kuelekea wapi. Wengine mashule ya national yalianza kujengwa kwao tangu wakati wa ukoloni. Baada ya ukoloni, shule za national zikaanza kujengwa katika maeneo yao tangu wakati wa rais wa kwanza, wa pili na kuendelea. Sisi tukianza kuongea ya kwa lazima tujiulize tulipotoka wapi na elimu tunaelekea wapi, limekuwa ni kidonda ambacho kwamba kinawaumiza. Rais William Samoei Ruto amesema ya kwa tuongeni mambo ya afya. Kila mmoja alikuwa anazungumza ya kwa hii Kenya tuwe na universal health. Baba ambaye kwamba tunamenzi, tunampenda, tunamwombea Mungu kila siku, Raila Amolo Odinga alisema tuwe na baba care. Huyu William Samoei Ruto akasema tuwe na SHA, universal health. Wengine hilo pia linawatia donda.
kuna lipi baya kuanza kujiuliza ya kwa kuna sehemu nyingine katika hii Kenya walikuwa na hospitali kubwa kubwa, kwa nini sisi kwetu tusiwe na masipitali ambao kwamba yaweze kujengwa? Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kaloleni, kwa sababu wafisadi na wambea wa mdomo ni wengi, na tatizo lile tuko nalo ni kuwa tunapenda kuweza kusambaza, na kama viongozi ni lazima tuwe wale ambao tutazungumza yale ya ukweli, sio yale ambao kwamba yatakuwa ni yenye kutupigia makofi ya siku moja na siku mbili. Na mimi kama mwana ODM, na hawa walioko katika jukwaa wengi ni wana ODM, baba alipokuwa hai, haya ya William Samoei Ruto anaoyazungumza ya kuwa ni lazima tuweke kikao, na kikao ambacho kwamba sio mwanasiasa ni lazima atakayeweza kuongoza kikao hicho awe ni watu ambao kwamba ni wa chini, walalahoi, sauti zao ziweze kusikika kuhusiana na mambo ya Wakenya. Kila Mkenya atoke atokako awe na haki ya kuweza kufika kilele pale anapotaka, awe ni rais wa Kenya, awe ni daktari, awe ni wakili. Kila mtoto, kila tumbo la mama kutoka Kenya nzima ana haki kuzaa mtoto ambaye ataweza kwenda mbele. Kuna dhambi ipi ambayo kwamba imeweza kufanywa William Samoei Ruto kuzungumza maneno hayo? Mimi nawaulizeni nyinyi, na tena nikiwaambia tena, hapa kumezungumzwa, hata aloweza kusimama hapa mmoja wao ni yule ambaye kwamba ni kiongozi ama tunasema kwa ni principal wa ile Ronald Ngala Utalii College. Wakati tunazungumza ya kwa uchumi wetu, ya kwa lazima tuzungumze uchumi wetu utakapokwenda, kuna wengine wenye kuongea ni kwa watalii wasije katika Kenya, lakini mwingine William Samoei Ruto anatuambia ya kwa ikifika Septemba, licha ya miaka 10 na ile ambayo kwamba Ronald Ngala College hapa ndani ya Kilifi haijawahi kufunguliwa, leo imeweza kumalizwa ili vijana wetu waweze kujifunza mambo ya utalii. Mmoja anavunja, mmoja anajenga. Katika wale walovunja, wakati masala ya bandari yalipokuwa yanapelekwa yawe nje ya Mombasa, ikawa sasa kitovu chetu na uchumi wetu umeweza kuumia, William Samoei Ruto akasema ya kwa uchumi wa bandari uregee katika bandari. Na wauliza nyinyi walioko hapa, tena walioko hapa kuna viongozi wa mashinani, mukitoka hapa muanze kuwaambia watu ukweli wa maneno. Wapi nduru ya spika wetu Kingi? Kingi hoye! Asante. Vijana wa vuvuzela kidogo na mimi nimalize, sio? Mimi nawaambia maneno William Samoei Ruto alozungumza juzi. Kumbe watu hawatupendei mema, kwa sababu katika alozungumza ni alisema ya kwa hii katiba ya Kenya inampatia kila Mkenya awe nafasi na haki ya kuweza kuhesabiwa kama kila Mkenya. Wengine wakati sisi tunaambiwa na William Samoei Ruto ya kwa wapwani, watu wa North Eastern, watu ambao kwamba wenye kutoka katika sehemu nyingine, kila mmoja awe na sheria ile moja kama watu wa mlima na watu kutoka maeneo mengine ya kwa uweze kuhesabiwa kama Mkenya. Wengine waliyakataa wakatuita magaidi.
huyu akasema ya kwa tuweze kuhesabiwa kama Wakenya hii leo, vitambulisho vyetu, haki yako ya kuhesabika kama Mkenya. The first thing that needs to be done, haki yako kuhesabiwa kama Mkenya, haki yako kuwa na ile identity card. Pia watu walikuwa hawataki tuwe na haki ya kuitwa kama Wakenya wengine. Mimi nawaulizeni nyinyi wenzangu, vipenzi vyangu, Kilifi hoye! Mimi nawaambieni na nawaambia hii nikiweza kumalizia. Upande mmoja wanasema tusizungumze pale tulipotoka na tunapoenda. Upande mwingine wanasema ya kwa tukaeni tuongee tuweze kuganga yajayo. Upande mmoja hawataki kuzungumza masala ya elimu. Upande mwingine wanasema tukaeni tuzungumze tuweze kujipanga. Haki za binadamu, haki yako wewe ambao kwamba vizazi vingi vimeweza kudhulumiwa, haki yako wewe kuweza kupata title deed. Jameni, sisi tutakuwa ni wakosa wa fadhila, na tuache kusikiza hizi propaganda. Wenye makamera hapa, hawa mwaona hawa wenye makamera hawa ndo wanapenda ya kwa huyu ansema hivi, huyu ansema hivi. Kama ni kweli mungeanza kutafsiri na Kiswahili mukasema. Tena mimi naomba, unajua hii pwani, magavana wenzangu na mawaziri na spika, hii pwani tuna makabila wengi. Ile lugha ambayo iliongelewa Kiingereza tutaitafsiri Kiswahili. Mimi hapa leo nilikuwa nina hamu sana kuongea Kigiriama, lakini tatizo lile liko nalo, kuna wengine hapa hawaelewi Kigiriama, wataona na wasengenya. Naweza nikasema vidze, nikaambia huwa nsema fisi. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awajalie kila laheri. Speaker Amason Jeffa Kingi na huyu haingii hivi haingii. Miradi maendeleo, kawafani wote, kwa sababu